nitakuwa mpole, mwaminifu na safi. Nitazishika sheria za watafuta njia na kuwa mtumishi wa Mungu na rafiki wa wanadamu. Haleluya. Hili ni ahadi ambayo watafuta njia wote au wanakamata. Vijana wa Kisabato katika chama cha wavumbuzi wamesherehekea vema hapa mjini Goma miaka 75 tangu chama hiki kuanza. Katika sikukuu hii, makanisa yote ya Waadventista wa Sabato mahalia yamepokea programu maalum kama inavyoshuhudiwa hapa. Tuliweza kuandaa ya kwanza ni kufasiria umuhimu wa hii club ya wa explorateur ama wavumbuzi ama wapasua njia, kwa sababu walikuwa nitangia mbele wanapasua njia kwa kuongoza wengine. Wakishapasua njia wanaongoza vijana wengine ambao wanakuja nyuma wao. Na istoshe tukaweza kupana mafasirio kwa bendera yao. Tukaweza kuandaa tena na mazawadi kidogo kidogo kwa kupatia viongozi ambao walikuwa wanashimamia na kuwaongoza watoto hao kutokea miaka 4 hadi 16. Lakini kutokea hapo kulikuwa viongozi ambao wanaongoza wa explorateur simplement, ama waongozi ambao wanaongoza tu wapasua njia. Tumepima kuonesha vijana wa Sabato lengo lao la kuja duniani kwamba ni kuhubiri Injili katika kizazi chao na katika mienendo yao, na tumeonesha vijana sheria ya watafuta njia na kuonesha kwamba lengo kubwa ni kumpenda Mungu. Na kitu kikubwa ambacho tulikifanya siku ya leo ni kuchangia keki pamoja na vijana wa Sabato, na pia na kuchangia chakula cha pamoja cha siku ya leo. Na kitu kikubwa ambacho tunakwenda kukifanya saa hizi za hii mchana, tunakwenda kuwaona wazee na kuwasaidia pia na kuwafariji na kuwachangia nao kile ambacho tunacho. Kuna wazee wa Kongo ambao wamekwisha kufanya kazi ya Mungu. Kanisa imechukua muda kwa kuombea wa vijana, hata na wito umetolewa kwa vijana kwa ajili ya kujihusisha kwa kazi ya Mungu, kwani ikiwa vijana wana vipaji tofauti, inabidi pia kanisa kuendelea buni mbinu mbalimbali za kutumia vipaji hivi kwa ajili ya kuinua kazi ya Mungu. Nikikuhabarisha toka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi Neshukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania.